Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka One TV tarehe 10 za mwezi wa 6 2026, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Fizi, FARDC na wazalendo waendeleza operesheni dhidi ya magaidi wa M23. Bukavu, M23 wanaanza tena kuwaingiza vijana kwa nguvu ndani ya M23 kwa ajili ya upelelezi upande wa FARDC na wazalendo. Kivu ya Kusini, wazalendo wainyoshea kidole FARDC kushindwa kumaliza vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uko nasikiza matangazo yetu kupitia Mutula FM huko maeneo ya Shabunda, na vilevile usikose kushiriki na sisi katika operation Saidia Muzalendo. Ukifanya hivyo utakuwa unaweza kusaidia ndugu jamaa na marafiki ambao wako napigana kwenye uwanja wa vita kwa ajili ya kutafuta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze na taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya Kusini, tarafani Fizi, Mwenga pamoja na Uvira, ambako FARDC na wazalendo waendeleza operesheni dhidi ya magaidi wa M23 huko milima ya Nyanja ya Juu. Baada ya Rugezi, Kageregere na maeneo mengine ndani ya milima ya Nyanja ya Chini, upande wa milima ya Nyanja ya Juu, Minembwe, Mikenge, Point Zero, Alenge, Ilundo pamoja Bilalo Mbili, Tuwe. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wazalendo wanaendeleza operesheni ya kuendelea kuwasaka magaidi wa M23 baada ya ujio wa makamanda kutoka jijini Kinshasa kwa lengo la kuja kukagua jeshi na operesheni jinsi zinavyoendeshwa huko maeneo ya milima ya juu na zaidi sana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shida haswa iko hapi? Baadhi ya viongozi wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC tayari wamekwisha kushukiwa na kusadikika kuwa wamekuwa wakizungumza na adui, na mipango yote ya vita wanajeshi kushindwa kuendelea mbele inatokana na baadhi ya makamanda ndani ya jiji la Uvira pamoja na Baraka kula njama na pamoja na magaidi wa M23. Kwa sasa makamanda ambao walikuja kutoka jijini Kinshasa wanaendeleza kukagua kamanda mmoja baada mwingine, kesi moja baada ya nyingine. Makamanda ambao walikuwa wanaongoza operesheni upande wa milimani na upande wa barabarani jimboni Kivu ya Kusini, tarafani Fizi pamoja na Uvira, baadhi tayari kwa sasa wamewekwa nguvuni na wengine wanasubiriwa kufikishwa mahakamani ambako mashtaka yao yatasomewa hadharani na baadaye kuweza kunyanyuliwa na kupelekwa moja kwa moja ndani ya jiji la Kinshasa. Taarifa kutoka tarafani Fizi ndani ya jiji la Baraka linazungumza yafuatayo. Delegation ya FARDC ilitoka Kinshasa ikiongozwa na General Christian Daiwele balifika Uvira Baraka, wamefunga baofisier ba mingi ba FARDC wanapatikana Uvira na Baraka, y compris commandant region mwenyewe iko mu residence surveillée. Kuanzia saa hii hawezi kutoka wala hawezi kufanya kitu yoyote. Après enquête yenyewe wamefanya, wanakuja kuona kama kuanzia commandant region na commandant secteur mwenyewe anapatikana Baraka bote wanafungiwa. Donc ba officier ba mingi, donc viongozi ya FARDC ba mingi wenyewe wanapatikana Uvira na Baraka bako mu residence surveillée. Sasa hivi wakati wote bataruka ndege banaenda fungiwa Kinshasa, lakini wanasema c'est l'information. Donc procès ya kwanza itapita pale mu Uvira ya bamoya, lakini commandant region mu residence surveillée, donc wakati wote batamfunga, atapanda avion anaenda Ndolo. Donc c'est l'information. Kuko viongozi ya FARDC wenye procès yao itakuwa publique pale Uvira, après kuwa condamné ndio batenda fungiwa sasa Kinshasa. Lakini kisi vitu viko naonekana c'est comme si commandant region yeko naenda direct, parce que balifungiwa ba mingi, balichukua matelefone yabo, donc kila preuve balisha iona après enquête yenye ilifanyika. Commandant region na watu yake wako kupaba. Tulibambiaka hapa. Wakati niliona ule makelele alijipiga masasi alikuwa bure, nilisema kama yeye ni kolonele
colonel hawezi kujifanyia bitu yepe bila chef wake kujua. General Christian Daiwele ndio ule muhimu namuona pale kwenye biko ni Baraka, wakati bashamaliza kufunga komanda sekteri na wale wa colonel ba chini yake ba mingi bote wakashafungwa, ndio pale banaanza kwenda. Sasa hivi bako Uvira na Uvira kulishafungiwa ba mingi, ni information yiko officielle kabisa. Kama unapinga ita watu wa Uvira, ita watu wa Baraka, batakwambia kama delegation ilitoka Kinshasa inakwenda kusalula, maana yake hakuna mwenye anabakia, bote banapatikana biko kupable ya kupana au plateau de Fizi Minembwe kwenye kulikuwa kushashikwa, na hapo ndio wenyewe walikuwa biko nakataza FRDC isipige ama isitumikishe drone. Hapo ndio wenyewe bope balikuwa biko na perimeter, balikuwa biko napana madone kwenye abara DFM kwa na kuadisha bawaje wanapatikana mko plateau de Fizi Minembwe batapiga. Maana done yote bope komanda region na watu yake ndio walikuwa biko naipana, wanampiga fasi fulani na fasi fulani, wanapiga fasi fulani, na ndio vile FARDC na wazalendo walipoteza tena ile maeneo yenyewe walikuwa baishachika. Haya yakiwa yanaendelea kwenye upande wa mapigano, General James Fikadui, kamanda wa movement wa APC, ameweza kuwataka raia wa Kongomani wote kokote wanakopatikana ndani na nje ya nchi, zaidi wale wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tarafani Fizi, Uvira pamoja na Mwenga, kutaka wazalendo wote na wananchi kuweza kuwa kitu kimoja na kuendelea kuwa na imani dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuahidi kwamba makubwa yako yanafanyika na mengi pia yanakuja, na wazalendo bado wako imara kwa lengo la kuendelea kumpiga adui. Asante wapendwa wote, Wakongomani wote, nina matumaini ya kwamba sisi sote tuko imara kabisa. Acha ni wasalimu kwa siku ya leo. Leo ni tariki 9 ya mwezi wa 7 mwaka huu tunao wa 2026. Leo ni siku ya 4. Nimeja kusalimu Wakongomani wote ambao wanaoishi nje ya Kongo yetu na Wakongomani wote ambao wanaishi hapa Kongo. Nimesalimu hata rais wetu wa nchi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, baba wa taifa. Lukuta lwa nchi ya Kongo ni yeye mwenyewe, hatuwezi acha kumsalimu. Na anayekuja kusalimu Wakongomani wote na watu wote ambao wanaoishi dunia nzima ni kiongozi anayeongoza Mouvement APC, Armée Patriotique du Congo. Nimewasalimu nyinyi nyote kama vile mimi ni mtoto wenu ambaye alijitolea kwa kutetea nchi kwa kufia udongo wetu. Nilikuja kuiambia raia ambayo tuko tunasikia mapanike mengi kusema ya kwamba eti adui ameshimama tena kupambana nasi. Acha nikuja kuwaambia wababa zetu na wamama zetu na waloko zetu na wakubwa zetu ya kwamba adui akija kupambana nasi, adui akisimama kupambana nasi, na sisi tumeshimama kupambana naye. Tuko tayari kupambana na adui. Yale mnayoyasikia ipo siku hamtaisikiaka tena, na yale mnayoyaona ipo siku tena hamtaionaka. Ni kuambia ya kwamba muda wa kumsaka muhuni Munyarwanda M23 AFC twigwanyeho, muda ndo huu sasa. Kwa leo hatutaki yule mzalendo wa Bunga. Ukijikuta wewe ni mzalendo wa Bunga tu, hauko tayari na sisi. Kwa leo tuko tayari na yule mtu ambaye anashimama kuitetelea nchi yetu ya Kongo, ambaye iko napendwa kunyang'anywa na Mnyarwanda, ambaye Mnyarwanda leo alisema ya kwamba arebe nchi yetu, na sisi tulisema Mnyarwanda hakuna siku atabebaka hii udongo yetu, nchi yetu. Ikiwa wewe ni mzalendo ulishikilia silaha kwa ajili ya Bunga, kuendelea yako wewe binafsi, hii siyo muda wako tena. Mambo imebadilika. Jua ya kwamba mambo imebadilika sasa.
na kuambia wazalendo wote na wale wanaosapoti wazalendo, muda ndo huu sasa wa kumsaka Mnyarwanda, na tusiogope eti Mnyarwanda tena arudi Uvira, eti Mnyarwanda kamate Fizi. Acha niwaambie ya kwamba Mnyarwanda taingia Uvira, mzalendo wa mwisho alishakufa, labda ndo aingie Uvira tena. Mnyarwanda takamata Fizi, mzalendo wa mwisho akuwa shakufa. Sisi hatuko wagepare hapana wa kukimbia bure, hatuko wagepare hapana. Ndiyo maana niliona ni vema ni msalimu baba wa taifa, rais wetu Felix Antoine Chilombo Faci Beto lukuta lwa nchi ya Kongo. Na ndiyo maana nilipenda hii message, na ninajua na nina matumaini ya kwamba itamfikia hapo Kinshasa kwenye iko baba wetu wa taifa Faci Beto. Najua hii sauti itamwendea. Hii sio muda tena wa kukaa kimya, hii sio muda wa kubaki ovyo. Hii ndiyo muda sasa ya kusimama kudefendre nchi yetu ya Kongo. Hii ndiyo muda sasa ya kudefendre nchi yetu. Wakubaki wabaki, labda nchi yetu tuigombanie na nchi yetu tuitetelee. Tunaomba baba wa taifa Rais Kisegeri Chilombo, raforo yake tunamuomba kabisa, kama gisa anaendelea kujitahidi kututumia waibu, kututumia wa Serpent Noir, hao wanajeshi pamoja na sisi wazalendo tuko imara kabisa, kwa sababu wa Serpent Noir waibu ndo wanajeshi kamilifu, ndo wa soda timilifu. Tumesimama sasa, na ndio maana nilipenda kutuma hii sauti leo kuambia raia yetu siogope, isibabaike. Muache kusikia mapanike eti Uvira takuwa tombe, Baraka takuwa tombe. Ile tumeikatala na tunaikatala kabisa kabisa. Tunajua kwamba adui anavala mwili na sisi tunavala mwili, lakini jua ya kwamba tutabebana na Mnyarwanda mpaka kabisa, tutamuhakikisha ataondoka kabisa muardhi ya Kongo. Mahali popote adui M23 AFC tuigwanyeho, mahali popote anapopatikana ni lazima tumsake, na atajisikia yeye mwenyewe kumwili yake. Plaine de la Ruzizi ni lazima kabisa tufunge sentire. Plaine de la Ruzizi ni lazima tufunge sentire. Wazalendo wote wenzangu wa Plaine, ni lazima tufunge Plaine yetu. Adui akija kwa moto atakutana tuko na moto. Sio ile muda ya kusikia asema turetire tutoke sisi wazalendo Plaine de la Ruzizi na vita iko na adui anaendelea kuprogresse. Tunakatala ile. Ndio maana nalomba wenzetu wazalendo, wale wazalendo walikamata silaha kwa ajili ya njala, kuendelea yao binafsi. Wale sio wazalendo, hatuwataki na hatutawataka. Waje sisi wote tujikute kumafro. Plaine yote Katogota ni muda hii sasa ya kufata adui mahali popote anapatikana, na Muho plateau zote na Mwaye plateau zote, popote adui anapatikana ni lazima tukanyage mahali pale. Ndio maana nilipenda kuambia raia yetu ya kwamba tuache panike, tusiogope. Muda wetu ndo huu sasa wa kufanya kazi. Raia yote ya Fizi, ya Uvira, ya Mwenga, tutumike makazi yetu kama gisi ilivyo, na sisi watoto wetu tumeshimama kabisa. Asante sana. Ni kiongozi wa Mvuma APC Armée Patriotique du Congo, Fieka adui. Tumeshimama pamoja na wenzetu wazalendo wote, tumeshimama kabisa pamoja na serikali yetu ya Kongo ya Mheshimiwa Rais wetu Kisegeri. Tumeshimama kabisa kuitetelea nchi yetu, tumeshimama kwa kudefendre udongo wetu. Asante na Mungu awabariki sana. Utafahamu kwamba Jenerali James Fieka Adui ni moja kati ya makamanda wachache ambao kwa moyo mkunjufu, kwa moyo wa upendo na vile heshima kwa Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, na hata pia heshima kwa wananchi na mapenzi pia kwa nchi, James Fieka Adui amekuwa akipambana kwa haki kwa ajili ya kutetea ardhi ya mababu na pia kutetea raia wa Kongomani wote kokote waliko, pamoja na kulinda mipaka ya nchi na mali za raia. Na ndio utofauti wake yeye pamoja na baadhi ya wazalendo ambao kwa sasa
wameanza kupigania maslahi yao badala ya kupigania kwanza raia pamoja na mali yake na taifa kiujumla. Hii ambayo kunasikiliza ni Amka na Baraka1 TV. Baada ya taarifa hizo kutoka jimboni Kivu ya Kusini ndani ya tarafa Fizi, Uvira na Mwenga, tutabaki tu huko Kivu ya Kusini ambako tunaingia makao makuu ya Kivu ya Kusini ndani ya jiji la Bukavu ambako M23 wanaanza tena kuwaingiza vijana kwa nguvu ndani ya M23 kwa ajili ya upelelezi upande wa FARDC pamoja na wazalendo. Taarifa hizi ziwafikie wazalendo wa ukweli, vijana wa ukweli ambao wako ndani ya jiji la Goma na Bukavu na maeneo mengine ambayo kwa sasa yanashikiliwa na magaidi wa M23, zaidi wanaoendesha pikipiki pamoja na magari kutoka Bukavu na kwenda sehemu ambako kunapatikana uongozi wa serikali. Kwa sasa M23 wamebadili mifumo na wameanza tena kuwasajili upya baadhi ya vijana ambao wanaendesha pikipiki maarufu kama bodaboda, motar kutoka ndani ya jiji la Bukavu kuelekea maeneo mbalimbali ikiwemo ndani ya jiji la Uvira. Taarifa ambayo tumezipata ni kwamba kwa sasa M23 wanawatumia waendesha pikipiki hao kwa ajili ya kupiga picha maeneo ambako kunapatikana ngome za FARDC pamoja na wazalendo. Kwa kutumikisha picha hizo zitasaidia GPS pamoja na kutengeneza location sahihi ya wapi ambako kunapatikana majeshi kwa ajili ya mashambulizi ya drone kutoka kwa magaidi wa M23. Taarifa hizo zimekuja baada ya position za FARDC na wazalendo kuendelea kuwa target ya M23 mara kwa mara, huku dalili zikionyesha kuna aina mbili ya usaliti. Kuna vijana ambao ni wakongomani wanaosaliti nchi na pia kuna wasaliti ndani ya jeshi wanaotoa anwani kamili ya wapi vikosi vya FARDC vinapatikana. Kwa maana hiyo, serikali inahitajika kuweza kuwa makini na kuwakagua vijana wanaoendesha pikipiki zaidi kutoka upande wa M23 na kuja upande wa serikali. Pia barabara zinazotumika kati ya M23 na serikali zikiomba kufungwa mara moja. Kudenonse ama kualerte situation yenye ilifanyika muvile ya Bukavu journée ya leo. Journée ya leo muvile ya Bukavu, gouverneur wa Sud Kivu wa aba ba terroriste ya M23 bali itisha ba motare bote. Munisikie bien. Bali itisha ba motare bote benye wanakamata njia ya Mwenga, wanatembelea njia ya Mwenga, wanatembelea njia ya Uvira. Kwa jumla unajua keno hizi masiku magari balikuwa bashazifanya nini, bashazikatalia keno mabisi mataksi zisingiingie mu mazone zenye ziko mu mikono ya gouvernement. Alors banaona na system yenye gouvernement, decision yenye gouvernement likamata, gouvernement congolais na ba patriote, decision yenye balikamata juu kukata connexion ama réseau muvile ya Bukavu nani muvile ya Uvira, muvile ya nani ya Baraka na mu territoire ya Fizi. Alors kitu kile kilikuwa na facilite ni ile ma video na ma image ndio bilikuwa na facilite juu kufanya ma localisation yabo na kufaire neutraliser ba VDP kwenye bako na ba FARDC kwenye bako. Juu ma drone zenye ziko kwa masiku ziko natumikishwa sana sana na image tu, akikamata tu foto ya face ama image ya face mara moya banaweza kudetecte face na kufanya vitu vingine. Alors juu connexion haiko, réseau haiko, ente mwaiba batu bale ba infiltre babo bibako muvile ya Bukavu, bibako muvile ya Baraka, bibako Uvira, bibako Mwenga, mwaiba kamate tena manani ma image na mafoto bakwenda batumia hakuna. Mwaiba banani ba activer localisation ba munani mu map kisha ba transférer hakuna. Njo banakamata sije balikamata sije balitisha wa motare bote ba muvili ya Goma ya Bukavu pwito benye banakamata ile njia ya Mwenga, njia ya Bukavu. Bana bakamata banabambia hivi, mwenye hana moto anatumikianaka kutumikisha moto ya batu asiogope, batamuzia moto. Mwenye ni motare anatumikisha moto yenye haiko yake, batabauzia mamoto. Mwenye iko na moto yake batamulipa makuta za mingi.
hawakutuambia montaje watabalipa. Mwenye hana telefone Android batabauzia matelefone za ma Android. Mission ni nini? Bakamate baende bakwe na kamata kaba nafika ku barriere banakamata foto ama video bana garde mu telefone. Banaenda banafika kwa banafika banakamata foto video bana garde mu telefone. Saa yenye banarudia banaenda banaremetre nini ile mamisio yenye balibapatia. Alors zile ma image zile ma photo na zile ma video ndio ze batautilize juu ya kufanya localisation ya mapoint strategique zenye bako natafuta. Ikizani ile message iko wazi na iko clear, kila mtu anaisikia nini yenye mimi nasema. Alors hii message ni ya kualerte basorda betu ama ba VDP betu bako kuma barriere. Mukuwe makini, hatuseme keno siye hatuna droit ama hatuna pouvoir kusema keno moto isiingie. No, moto iingie. Kawaida kinti wanatembeaka bafanye kinti wanafanyaka, lakini mukuwe vigila, kusikuwe telefone Android ya kutoka muzone ya adui keno inaingia muvila Bukavu ya Uvira ubie Mufizi. Mkuwe makini na kile kitu. Mkuwe makini na kile kitu. Mucheke telefone zisiingize giza. Njo message yenyewe nitabapatia hii magharibi ya saa hii. Na wewe wakati yenyewe unapanda kumoto, paske motari haezi enda yeye peke na habebe cria, atakuwa na iko na cria. Kama uko Kongole na uko patriot, unatoka Bukavu unaenda angalia familia yako munivo ya Uvira ubie Fizi. Ukiona motara nafika kwenye anafika na simama, anakamata mafoto ma video fulani na anakubeba, usimsemeshe, usimwambie kitu. Mwende kama mnafika ku barriere ya Bazalendo, unafika ku barriere ya FARDC, baambia mara moja keno huyu motari tulikuwa natembea naye alifika fasi fulani alikamata video yo huyu ni mtu wa M23. Hata kama hauna proof, kama tu unajua kino mulifika alikuwa nakubeba, anafika fasi anasimama kisha anakamata video, ule mtu ukifika ku barriere basoda mudenoncer. Na wakati una denoncer ule mtu wanakamata telefoni yake wanakutana ile image ni kweli alikamera alikamata ma image fulani fulani, direct ma gouvernement na weye itakurecompenser parce que utakuwa unatumikia inchi. Huko nazidi kusikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa 7 2026, saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Unasikiza matangazo haya kupitia Mutula FM kutoka maeneo ya Shabunda, na vilevile unaendelea kusikiza matangazo yetu kwa huko Australia, Canada, USA, Europe Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Ejide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Aiba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mao, mzee wa state ya Maine, da Feza, da Letesha, da Asha, da Haruna Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramaki Afrika Kusini, Mohamed Papire Jab kutoka Afrika Kusini, wakiwa bado wote wanasikiliza Baraka One TV. Baada ya taarifa hizo kutoka jimboni Kivu ya Kusini, tunabaki tu maeneo ya Kivu ya Kusini ambako wazalendo wainyoshea kidole FARDC kushindwa kumaliza vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muungano wa wazalendo ndani ya tarafa za Kabare, Walungu, Uvira pamoja na Fizi wanaendelea kushtumu uongozi mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, zaidi kiongozi mkuu wa majeshi Luteni Generali Jile Banza Mwilambwe pamoja na anayehusika na operesheni pamoja na upelelezi Luteni Generali Charlie Gonza kwa kuwa kwenye msingi mzito wa kushindwa kumaliza vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo imetokea baada ya taarifa iliyotolewa tarehe 7 za mwezi wa 7 2026
Kwa msemaji wa majeshi kwa upande wa operesheni ya Sokola ya pili, Luteni Mbuikalonji Regan. Kupitia taarifa hiyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeweza kusema kwamba kikosi cha Gepard kimeweza kutoka katika maeneo muhimu ambako yalikuwa yanashikiliwa hapo awali na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivyo kuweza kurudi nyuma na kuenda kuchukua maeneo ya Kimete, Wihene pamoja na Kashamata. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vile yameweza kuwarudisha magaidi wa M23 Twirwaneho Red Tabara RDF Red Tabara nyuma katika vijiji vya Rugezi pamoja na Bigaragara jimboni Kivu ya Kusini, ikiwa ni kusini mwa kitongoji cha Minembwe. Msemaji wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia operation Sokola ya pili vile ameweza kushutumu M23 kwa kuendelea kushambulia majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi raia katika vijiji mbalimbali ikiwemo Bijaga mashariki mwa Point Zero kutokana na FARDC. Mashambulizi hayo yameweza kusababishwa na drone aina ya TB2 pamoja na TB3 kutoka katika jeshi la Rwanda. Mashambulizi hayo ambayo yalisababisha mauaji ya watu 18 na wengine 15 wakiwa ni majeraha, na zaidi sana wote wakiwa ni wananchi wasiokuwa na hatia. FARDC vile inahitaji raia wa tarafa la Fizi, Mwenga, Uvira pamoja na Kivu ya Kusini kwa ujumla kuweza kuendelea kuwa na imani dhidi ya vikosi tiifu kwa serikali. Tangazo hilo limefanya wazalendo kuendelea kunyosha vidole na kutaka uongozi wa jeshi kuweza kutumia mbinu zote zinazowezekana ili kuweza kumaliza hii vita mara moja, huku pia wakishutumu uongozi wa jeshi kushindwa kuendelea kuwapea silaha, chakula pamoja na mitaji muhimu kwa ajili ya kutongana na magaidi wa M23. Kwa upande mwingine ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wameweza kupiga marufuku simu za kisasa kwenye uwanja wa vita, hiyo ikiwa ni kutokana na adui kuendelea kutumia GPS mbalimbali za baadhi ya wasaliti ambao wako ndani ya FARDC na hivyo kushambulia ngome za serikali na kusababisha hasara na maafa upande wa wananchi pamoja pia na baadhi ya majeraha kwa upande wa wanajeshi. Tangazo hilo limekuja baada ya kuonekana mara kwa mara wanajeshi wakitumia simu zao kwenye uwanja wa vita kukamata video na baadhi ya picha na hivyo kuweka maisha ya wengine hatarini. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoa adhabu kali kwa yeyote ambaye atakamatika akiwa yuko anatumia simu za kisasa kwenye uwanja wa mapigano. Hii ambao unasikiliza ni Amka na Baraka1 TV. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kwa asubuhi hii ya leo. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Mimi ni ndugu yako Rajabu Wakili Kabonga, baba la baba, the one and only town DJP. Bye bye.